Siku chache baada ya chama cha walimu nchini KNUT kulalamikia changamoto za walimu kukosa matibabu katika hospitali za serikali kufuatia kusuasua kwa huduma za SHA, sasa walimu hao wana kila sababu ya kutabasamu. Akizungumza na wanahabari afisini mwake, katibu wa KNUT tawi la Mombasa Ahmed Kombo Ahmed amethibitisha kuwa kwa sasa walimu wameanza kupokea huduma za afya kupitia mfumo huo wa SHA bila kikwazo. Kwanza ningependa kutoa shukrani kwa mwajiri, wizara husika na serikali kwa jumla. Majuma mawili yaliyopita tuliweza kuzungumzia ama kulalamika juu ya SHA, lakini kufikia sasa walimu wameanza kutibiwa vizuri. Kwa hiyo ni kongole, pongezi kwa serikali, pongezi kwa wizara husika, pongezi kwa mwajiri. Kitu tunachosema ni muhimu jambo hili liweze kuboreshwa, kwa matatizo ya aina hiyo yasiweze kurudiwa tena, ili walimu wanapokwenda mahospitali wasiweze kusumbuka, wasiweze kupata shida, wapate huduma bila wasiwasi na waweze kurudi shuleni kuhudumia wanafunzi. Hata hivyo, Kombo ametoa wito kwa serikali kuondoa masharti ya kuweka kiwango maalum cha fedha za matibabu kwa siku ili kuwapa nafuu zaidi wafanyakazi hao. Swala pia ambalo tunaomba kwa sasa liangaliwe vizuri ni swala la kuwekewa kiwango fulani, kwa siku pengine utatumia 2,000-3,000. Huwezi kujua mwalimu ana shida kiasi gani, ana shida ya kiwango gani. Kwa hivyo habari ya kumwekea mwalimu kiwango fulani cha kumtibu, hilo haliridhishi. Tunaomba wahusika waliangalie kwa kina hilo jambo ili lisiweze kutatiza walimu. Tumekubali pesa zetu zote ziingie kwa SHA, lakini na SHA iweze kuhudumia walimu kama inavyohitajika, ili walimu waweze kupiga hatua katika shughuli zao. Wakati huo, kiongozi huyo ameitaka serikali kutekeleza nyongeza mishahara ya walimu kwa awamu moja kamili badala ya mpango wa sasa wa kuongeza kidogo kidogo. Tumeona pia mishahara imeongezwa, ni kidogo, lakini kwanza binadamu ni yule mwenye kushukuru, kwa tunashukuru kwa kile tulichopata. Lakini tunaomba vile vile tena serikali tufikirie hizi mipango iliyopangwa kuhusiana na ugawanyaji wa hii mishahara ipunguzwe, baada ya kwenda kwa muda mrefu iende kwa muda mfupi, ili mwalimu anapopata ile fedha iweze kumsaidia, iweze kufanya nao mipango. Kwa hiyo tunasema muda wa kulipa hizi nyongeza iweze kupunguzwa kwa mmoja, isiwe mara 2-3 tena. Kwa hivyo mwaka unaokuja tuweze kukamilishiwa pesa zetu, ili walimu waweze kuangalia mengine ya kufanya. Na hizi allowances nyingine ambazo hazikuguswa pia kama walimu tunaomba ziangaliwe, ili walimu waweze kupambana na hali ya maisha ambayo inaendelea sasa. Maisha yako juu, walimu wanapata shida. Kwa hivyo tunaomba wizara husika, serikali iweze kutilia jambo hili maanani. Kuhusu sekta ya elimu na michezo, Kombo ameiomba serikali kufadhili michezo katika shule za msingi sawa na inayofanya kwa shule za upili, ili kutoa fursa sawa kwa wanafunzi wote kukuza na kupanua vipaji vyao. Vile tumeona kuwa wanafunzi wetu wameingia katika michezo, hasa katika hizi shule za primary na junior. Tunaomba ule ufadhili ambao unapewa shule za secondary ama senior schools, ufadhili ule pia uje katika primary schools, junior schools. Tumeona kuwa yule msichana aliyefanya vizuri katika World Cup kwa timu yetu ya wasichana wa Kenya ni msichana kutoka junior school. Kwa hivyo kwa nini ufadhili ule ambao unapatiwa senior schools usije chini katika primary na junior, ili kuwe na sponsorship ya kisawasawa, ili michezo yetu iweze kupiga hatua. Tusidharau chini, tuangalie sana huku chini, kwa sababu ndio kuna vipawa. Na tukianza kufuatilizia, tuanze kufuatilizia michezo kuanzia sub county, tusingoje mambo ya national. Kuna watoto bahati mbaya wanapotelea huku chini. Kwa hivyo tuanze kuangalia chini kabisa, ndiposa tuweze kupata watoto wazuri ambao wanaweza kuwakilisha nchi yetu Kenya. Ali Vincent, Benvin TV.